Afisa maendeleo ya jamii ni mtaalamu ambaye anashughulika hasa na masuala ya maendeleo ya jamii. Ndio maana kuna jamii, maendeleo ya jamii kwa ujumla katika nchi yetu. Ni kiungo kati ya serikali na maendeleo yanayofanyika. Shughuli nyingine ni kuhakikisha tunasimamia malezi na makuzi ya mtoto. Ni kazi yetu maafisa maendeleo. Watoto sasa hivi ukienda mahali yamebadilika sana. Unasikia vitendo vya ubakaji, mtoto ametupwa kwenye choo, mtoto amefanya nini, wengine wanapanda mabasi, unakuta amekaa kwenye lola amefika Dodoma. Nani anatakiwa azungumze juu ya malezi na makuzi ya mtoto? Ni afisa maendeleo ya jamii. Lakini kazi yake nyingine anasimamia masuala ya ukatili wa kijinsia. Kwanza sio ukatili tu wa kijinsia, anasimamia masuala ya kijinsia katika program za maendeleo. Kwa hiyo kwamba masuala ya kijinsia yanawekwa kwenye program za maendeleo kwenye kila sekta. Hasa mimi kuzungumza masuala ya kijinsia ni mapana kidogo. Lakini tunataka unapozungumza masuala ya kijinsia watu wahakikishe kwamba tunatokomeza vitendo vya ukatili wa mtoto, mwanamke. Sasa hivi tunazungumza wawili tu, mtoto na mwanamke. Na kuna mpango ambao tunasimamia ulioanzishwa na serikali unaitwa Mtakuwa. Mpango wa kuzuia ukatili wa mama na mtoto. Na amebeba hiyo. Una timu ya watu wakubwa, lakini mara nyingi anayeratibu masuala ya hayo unakuta pale chini ni afisa maendeleo ya jamii. Tunazuia vitendo vya ukatili kwa wanawake. Wanawake ndio wanakatiliwa sana. Lakini sasa hivi niwaambia waandishi wa habari, wanaume pia wameanza kufanywa vitendo vya ukatili. Tuna kesi sasa hivi tunasikia kuna chama kinaanzishwa cha wanaume kutetea haki za wanaume kwa sababu wenyewe wameanza kufanywa ukatili. Lakini sehemu kubwa ukatili mkubwa unafanyika kwa wanawake, unafanyika kwa watoto. Sasa sisi kama afisa maendeleo ya jamii tunahakikisha tunatoa elimu, watu waachane na vitendo vya ukatili. Lakini kazi nyingine ambayo tunafanya maafisa maendeleo ya jamii, tunafanya kazi ya kuratibu mashirika yasiyo ya kiserikali. Mashirika yote yasiyo ya kiserikali yanaratibiwa katika ngazi ya wizara, yanaratibiwa katika ngazi ya mkoa, yanaratibiwa katika ngazi ya halmashauri. Sisi tunaitwa wasajili wasaidizi. Sasa hivi kwenye mashirika kuna vitu vinaendelea vingine sio salama. Watu wanakuwa na mashirika ambao wanapata fund za masuala ya ushoga. Sisi tunafuatilia. So kuna watu wanatoa fund, lakini tunataka tujue hizi fund ni halali. Sio watu wanatoka huko nje wanaleta fedha, lakini unashangaa wana promote ushoga. Sisi kama maafisa maendeleo ya jamii tunahakikisha katika ngazi ya chini tunasimamia. Sio hiyo tu, tunasimamia masuala ya kupambana na madawa ya kulevya. Leo vijana wengi wanatumia madawa ya kulevya. Sisi hatuzuii, lakini iko mamlaka inayoshughulika na masuala mamlaka ya kudhibiti madawa ya kulevya. Hizi nyingine ambazo tunafanya kama wataalamu wa maendeleo ya jamii, tunasimamia mabadiliko chanya kwa vijana. Kuhakikisha kwamba vijana wanabadilika na wanakuwa na mtazamo chanya, na tunawaelekeza fursa mbalimbali zilizopo katika taifa.